Dar es Salaam. Zamani ikiitwa Mzizima, ikimaanisha mji wenye neema, ni mji wa zamani ulioanza mwanzoni mwa miaka ya 1857. Historia ya Mzizima ilianza tangu miaka 1000 iliyopita, ambapo watu wa Barawa ambao walijichanganya na Wazaramo na kwa kati yao walitulia na kulima katika maeneo ya Mbwa Maji Magogoni, inayojulikana kwa sasa kama Kivukoni, Mji Mwema pamoja na Gezaulole. Jiji la Dar es Salaam lilianza kama kijiji kidogo cha wavuvi kilichojulikana kama Mzizima. Kijiji hiki kilianzishwa na Wabalawa ambao walichanganyika na Wazaramo kuelekea kwenye maeneo ya bara la Afrika ya Mashariki katika kile kilichojulikana katika miaka hiyo kama caravan routes. Leo hii Dar es Salaam ni mji mkubwa kuliko miji yote Tanzania, ukiwa ni mji mashuhuri kwani ni mji mkuu wa kibiashara. Wafanyabiashara kutoka mikoa yote ya Tanzania huja na kuchukua bidhaa na mahitaji yao katika mji huu wa Dar es Salaam. Sio hivyo tu, wengine kutoka mikoani na kuja kutafuta maisha katika jiji hili. Kwa ufupi, Dar es Salaam umekuwa ni mji wa ndoto za watu wengi ambao hawajawahi kufika ama wamefika ingawa bado malengo yao hayajatimia. Kwa wazao wa mji huu nao wanapambana kuhakikisha mkono unaenda kinywani, na mmoja wapo ni mjasiriamali Rashidi Ali Yasin, maarufu kama Ndizi Nyama. Mjasiriamali huyu anaelezea kuhusu safari yake ya maisha. Rashidi alizaliwa na kukulia Mikocheni, sehemu inayofahamika vizuri kama King'oko. Amekulia hapa na kuyaunda maisha yake. Anajishughulisha na kufua nguo na kutoa huduma ya kuuza maji kwa wananchi wenzake. Kabla ya kuanzisha biashara yake ya kufua nguo, alifanya kazi kama mwendesha pikipiki maarufu kama bodaboda. Hapa anaelezea kwa kina yeye ni nani, alizaliwa na kusomea wapi. Naitwa Rashidi Ali Yasin, almaarufu kama Ndizi Nyama. Ni mzaliwa hapa Mikocheni, ila mimi nimetokea Mikocheni A, maeneo maarufu kama King'oko. Pale ndo nyumbani kwetu kwa wazazi wangu nilipotokea. Shule ya msingi nimesoma hapo Mikocheni A. Unaona bwana. Ila hii yote ni Mikocheni. Hapa Ali Hassan Mwinyi. Nipo hapa, makazi yangu ndio yapo hapa kwa sasa. Bila shaka kila mmoja na jina la utani ambalo watu wengi hulifahamu. Kwa nini yeye liwe Ndizi Nyama? Jina la Ndizi Nyama nilipata kwenye kampuni ya Shoppers. Nilikuwa nafanya kazi pale Shoppers, nilikuwa store. Sasa wale vijana walokopo hawawezi kufanya kazi, wanafanya kazi kwa kujisikia. Wale yeni wanapenda, tunaita wavivu. Ndio nilikopo na waita Ndizi Nyama. Sasa lile jina likatoka kwa wale vijana wavivu wa kufanya kazi, waende wakawa wananiita tena mimi Ndizi Nyama. Basi likahamia kwangu mpaka leo wananiita Ndizi Nyama. Rashidi anaendesha biashara ya kufua nguo kwa mashine na huduma ya kuuza maji. Hakuanza hivi tu, alianzia kazi ya kubeba abiria kwa pikipiki maarufu kama bodaboda. Mimi kazi yangu kubwa kabisa ambayo mimi imenifanya mpaka nikafika hapa kwenye shughuli hizi ambazo unaziona, mimi kazi yangu kubwa ilikuwa ni bodaboda. Kwa hiyo mimi bodaboda yangu ile pale nimetoka nayo mbali sana. Nafanya kazi ya bodaboda muda mrefu. Kwa sasa bodaboda sifanyi, nafanya kazi ya kufua nguo na kuuza maji. Kama hivi unavyoona, hii ndio ofisi yangu. Nafua nguo hapa na mashine, nauza maji hapa ya kandolo na mabarafu ya kawaida. Yani kwa sasa ndio shughuli zangu rasmi.
Mpaka sasa Rashidi ana zaidi ya mwaka mmoja akifanya kazi ya kufua nguo na kuuza maji. Rashidi alipoacha bodaboda alianza na kipi kati ya kutoa huduma ya maji na kufanya biashara ya kufua nguo za watu kwa mashine? Hapa anafafanua zaidi. Wakati nafanya kazi ya bodaboda, unajua kazi ya bodaboda unapokuwa unaifanya kwa uaminifu, unakutana na watu wengi sana ambao utabidi uwape huduma ya hiyo kazi yako ya bodaboda. Kwa hiyo nikakutana na bosi wangu mmoja anaitwa Hilda, ni Mchaga. Yeye alichukua fremu maeneo kwa Alioba kule, alikuwa anaijenga. Alichukua tu fremu ilikuwa mbovu, akaingia ubia na mwenye nyumba, akawa amekubaliana kwamba aijenge ile fremu. Baadaye watakatana kwenye kodi. Sasa mtu akusimamia ile fremu akanipeleka mimi nikaenda kusimamia ile fremu kuanzia mwanzo kwenye msingi mpaka mwisho wa ile fremu. Kila kitu nilikuwa mimi, matofali na nini na kila kitu. Sasa pale kwenye ile fremu pale wakati nasimamia, kwa pembeni ndio kulikuwa na jamaa anafua, ana ofisi yake ya kufua pale dry cleaner. Nikopo nakaa naye napiga naye story huko, naangalia mafundi, nilikuwa naona shughuli zake anavyofanya. Kwa hiyo na mimi kanivutia sana ile biashara kufanya, ingawaje ni bodaboda, lakini nikasema hapa hii biashara ya kufua natakiwa nipambane na mimi niweze kufanya hii shughuli ya kufua. Hapo ndo nilipopata idea ya kufua. Hapa mimi nilianza na kuuza maji, yaani maji hatuuzi, ila maji ni huduma. Nilianza kuhudumia watu maji. Unaona bwana, wakati nahudumia watu maji, maana hichi kisima kilikuwa kimekufa, kilikuwa kifanye kazi kabisa. Hapa hichi ni kisima, tuseme ni kizimba cha DAWASA. Kwa hiyo nikafuata wahusika, nikafuata milolongo yote inayotakiwa kufanya, nikafuata. Nilikuta hichi kisima kina deni kama $600 hivi. Kwa hiyo nikalipa, wakaja kunifungulia maji ya DAWASA, nikaanza huduma ya maji. Sasa wakati nipo nafanya hii shughuli ya huduma ya maji, wakati mwingine maji nataka nipandishe juu, hayana nguvu. Pampu sina, maji nategemea pande yenyewe juu, maji hayapandi. Na maji yanatoka kwa muda tu, muda fulani ukiisha yanakatika. Yakikatika tenki juu halina maji. Nikiomba majirani kidogo, bwana naomba mnisaidie niweke pampu yangu kidogo nipandishe maji, kwa vile nakwambia pampu inatumia umeme mwingi, hatuwezi kukupa umeme wetu. Basi itabidi nipambane, nikapambana nyima, nikafuatilia process zote za TANESCO. Wakaja hapa TANESCO wakanifungia umeme. Waliponifungia umeme, basi nikapata urahisi wa kupandisha maji juu kwenye tenki. Sasa wakati nimeshaweza kupandisha maji juu kwenye tenki na umeme ninao, ndio nikakumbuka ile idea sasa ya kufua. Kule nilipoiona kule, kasema sasa mbona nafasi kama ninayo, kwa nini nisiweke mashine hapa japo moja? Nikaanza kufua kidogo kidogo, japo huko Uswahilini biashara sio nyingi itakuwa, lakini acha tu niweke mashine, nipambane niweke mashine, kujaribu hii biashara ya kufua itakuwaje. Basi kama unavyoona, ndio japo kidogo napata, lakini huko Uswahilini tofauti na sehemu zingine wenzetu. Unaweza kukaa siku nzima hujauza, hujafua tanguo ya mtu, siku nyingine unapata. Kwa maisha yako hivi. Kila biashara ina changamoto zake. Hata Rashidi anakubaliana na hilo. Hapa anaelezea changamoto anazokutana nazo katika biashara yake, ikiwemo gharama halisi anayotumia kufua nguo na ni kwa kiasi gani inatofautiana na kile anacholipwa na wateja wakati mwingine.
Hii kazi bwana, hii kazi ina ugumu wake. Watu wengine bwana wanakopo hawaelewi. Anaweza kawa anakuona kama hivi, akawa anaona kama vile unapata, kumbe upati chochote. Umeona bwana. Kazi hiyo wakati mwingine unakuta mtu anakuletea nguo ile pengine ina damu. Kwa ile damu uitoe, anakuambia bwana, nguo yangu mimi naipenda sana, natakiwa hii damu itoke. Umeona bwana, changamoto sasa. Natakiwa kwanza unatumia wakati mwingine gharama kubwa kununua madawa kwa ajili ya kuisafisha ile nguo. Unakuta ile nguo unaisafisha, yeye hajui kwa sababu ushamwandikia 500. Umeona bwana, lakini kwa sababu unabidi uilinde kazi yako na wewe mwenyewe umeamua kufua, inabidi tu upate hasara. Unaitengeneza nguo, inakaa vizuri. Nguo mtu anakuja anachukua nguo yake ikiwa safi, lakini hakujua kama pale wewe umetumia gharama kubwa kwenye upande wa madawa kuifanya ile nguo irudi katika hali yake ya kawaida. Changamoto hiyo ambayo unakutana nayo sana. Changamoto nyingine, unajua huko Uswahilini bwana, Uswahilini tofauti na sehemu zingine, labda kwa zetu upande kufua, mfano barabarani huku Uswahilini kidogo mambo kama unavyosikia Uswahilini. Binadamu wanakupuna vile vitu vingine ambavyo hata wewe mwenyewe unaweza kujiuliza ukashangaa, huyo vipi, mbona tena analeta vitu kama hivi? Anaweza akaja mtu akakuletea nguo, afu mwisho wa siku asije kuichukua. Umeona hiyo? Mwingine akaja kwenye hiyo kwa biashara yangu ya maji, akakwambia bwana, mimi bwana leo sina hela. Kwa sababu unamfahamu, unampa maji, lakini kwenye kulipa deni, hapo ndio changamoto. Unasumbuana sana. Basi mwisho wa siku unakuta unasamehe. Kwa hiyo kuna majaribu mengi kutokana na huku ni Uswahilini. Lakini kwa kuwa ndo tushamua kazi za kufua, kazi za kutoa huduma kwa watu za maji, basi unafanyaje sasa? Wakati mwingine anakuja bili, unabidi utoe hela mfukoni mwako ulipe, kwa sababu ndo ofisi yako. Lakini changamoto ni nyingi sana huko Uswahilini, kutokana na maisha tunavyoishi huko Uswahilini. Mambo ya Uswahilini mwenyewe unaelewa. Uswahilini changamoto ni nyingi. Bila shaka kazi yoyote haikosi changamoto, lakini hata shilingi huwa ina upande wa pili. Hapa Rashidi anaelezea baadhi ya vitu ambavyo amekuwa akifaidika navyo kupitia kazi hii. Faida naweza nikasema tunapata, kwa sababu nikisema tupati itakuwa na kufuru Mungu. Kwa sababu kama unapata riziki ya kula, watoto nao wanapata kula, watoto wanakwenda shule. Ingaje kidogo tunakipata hicho chochote, tunafanyaje? Tunajinyima. Hatupati kikubwa sana, ila tunapata hela kidogo ya kukizi japo mahitaji kidogo. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, tunapata kwa riziki. Wateja wanakuja, watu mwingine tunafulia vizuri, tunapelekea nguo zao. Kwa kweli tunashukuru Mungu, hapo tunapata riziki. Ni huduma gani nyingine Rashidi hutoa, achilia mbali kufua nguo na kutoa huduma ya maji kwa wananchi wenzake? Mimi kwa upande wa wateja wangu, huduma nyingine ambao huwa anawafanyia, mfano mtu anakuwa na nguo zake, anakaa makumbusho, ananipigia simu, bana Chidi, njoo basi hapo uchukue nguo. Kwa hiyo huwa anakwenda kuchukua nguo free ya delivery. Nachukua nguo, nakuja namfulia. Na unajua hapa mtu sisi hapa kazi yetu ni kufua tu. Lakini sasa huwezi kumpelekea mtu nguo bila kupigwa pasi. Basi huwa tunafanyia kama favor. Yaani tunafanyia kama bonus. Tunafanyia bure. Namfulia nguo zake, tunampigia na pasi, kisha tunamrudishia nyumbani kwake kwa usafiri wetu bure. Hiyo ni huduma nyingine ambayo tunarahisishia wateja wetu popote alipo, kwamba tunaweza kwenda kuchukua nguo zake, tukaja tukazifua, alafu tukampigia pasi, tukamrudishia mpaka pale alipo. Waswahili husema jasiri haachi asili. Je, Rashidi ana mpango wa kurudi kwenye kazi ya bodaboda? Bodaboda
sio kama nimeiacha. Bodaboda sijaiacha kwa sababu hata kijiwe huwa nalipia. Nalipia kijiwe pale. Kama hapa juzi tumesajili, nimelipa tena hela yangu pale ya mchango 5,000. Kwa sababu huwezi kusema unategemea hapa, na mimi nina familia kubwa. Kwa wakati mwingine naweza nikatoka hapa kidogo nikaenda kuunga hata 2,000 3,000, kaenda kijiweni kapata hela watoto ugali, maisha yakaenda. Kwa hiyo bodaboda bado nipo, sijaiacha. Mahitaji yangu nayapata huku, na wakati mwingine unakuta kama hivyo ninavyokuambia, siku nyingine utapata huku kidogo, kaenda kule kwenye bodaboda nako kaongezea, maisha yakaendelea. Kwa sababu ukipata kazi kama nyingine usisahau ulikotoka. Maana kwenye bodaboda mimi ndo kuliko nitoa mpaka nikafika hapa. Kwa hiyo ile bodaboda naiheshimu sana. Hata wakati mwingine hata kama unakuta nikiwa sina kazi hapa, nakwenda pale naenda piga story na rafiki zangu. Maana ile naongea angalau mali matatu pale, maana ametokea abiria bwana, mrushe makumbusho. Hata kama sio zamu yangu unakuta naambia bwana mrushe, kwa kuwa naishi nao vizuri, basi namrusha. Kutoka huko nakuja kwenye ofisi yangu kama hivi hapa, naendelea kusubiria wateja wa kuuzia maji au 100. Nasubiria wateja kuwafulia, maisha yanaenda.